Mtazamaji wa HV Media, hapa ni katika ofisi ya kata ya Chuno ambapo leo hii palikuwa na kongamano la vijana. Kongamano hili limekutanisha vijana wengi wa kata hii kwa lengo la kuwapa elimu kuhusiana na mambo ya kiuchumi ili waweze kujikwamua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kongamano hili limefanyika leo Januari 25, 2026 ambapo mwenyekiti wa jumuiya moja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mtwara mjini ndiye alikuwa mgeni rasmi na ametoa rai kwa vijana katika kongamano hili. Ndani ya mwaka mmoja kwamba mnayo milioni 4 mna uwezo kununua pikipiki moja, mkaenda halmashauri mkakopa pikipiki moja nyingine ya ziada, kwenye watu 10 mtakuwa na pikipiki 2 za mkopo. Manake mtatengeneza utaratibu mzuri kabisa, na huo utaratibu ni kuona kwamba anayechukua ile pikipiki anatoa 12,000 ile ya kawaida ya mchango, 10,000 anarudisha kwenye ile pikipiki. Naamini ndani ya miaka yenu 5 mtakwenda kubadilika, kwa sababu mnaweza mkajikuta ndani ya miaka 5 mna pikipiki zaidi ya 4, 5 ama 6. CCM oye! Nani inakwenda kumnufaisha? Sasa haya hatutoweza kuyabadili kama hatutokuwa tayari kubadilika. Katika hatua nyingine, vijana ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria mafunzo haya wameeleza namna yatakavyowasaidia kujikwamua kiuchumi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa majina yangu naitwa Paulina Asiki, ni katibu tawi la Mpunguni kata ya Chuno. Tupo hapa leo kwenye kongamano la vijana. Tumejifunza vitu vingi, lakini pia tumshukuru Mheshimiwa Diwani na uongozi wa kata ya Chuno kwa platform hii. Tunaendelea kujifunza. Kuna mengi ambayo tumejifunza. Tumekutana na watu wa CRDB, wametuelekeza namna gani fursa zinapatikana kwa vijana, hasa mikopo. Lakini pia tumejifunza namna gani ya kwenda kupata nafasi. Kuna ujenzi ambao unaendelea, tunatakiwa tujiunge kwenye mfumo wa NeST. Kwa hiyo sisi vijana tumejiorganize na tumeshauriwa na afisa maendeleo kwamba tutengeneze makundi kwa ajili ya kuchukua mikopo. Kwa hiyo kipekee sisi wana Chuno tumefurahi sana kwa mara ya kwanza Chuno inatokea kongamano la vijana. Kwa majina naitwa Baraka Edward Mkea, ni mtendaji pia wa mtaa wa Miseti, kata ya Chuno, manispaa ya Mtwara Mikindani. Tumejifunza vitu vingi, lakini pia cha msingi ambacho wamegusia wawezeshaji wote ni namna ya vijana kutengeneza mahusiano au connection, lakini pia vijana kujitoa, kutambua na kuzitumia fursa mbalimbali ambazo zinakuwa zinaibuka katika jamii yetu, lakini pia kuweka akiba ili zitusaidie katika maisha yetu siku za usoni, kwa sababu kama tunavyojua kwenye maisha yetu na changamoto mbalimbali, lakini unapokuwa na akiba basi inakufanya wewe kuwa na matumizi au namna ya kupata ile fedha kwa urahisi zaidi katika kutatua changamoto zako. Naye mratibu wa kongamano hili pamoja na diwani wa kata ya Chuno wameeleza kwa ufupi namna mafunzo haya yatakavyokuwa na tija kwa vijana. Majina anaitwa Idio Mangongo, ndo mratibu wa kongamano au Chuno Forum ambayo tumefanya leo 25 tarehe mwezi wa kwanza 2026, na tumefanya hivi kwa kuona kuwa kundi la vijana ni kundi muhimu sana. Kama mnatambua kwa takwimu za sensa ni vijana ni wengi. Kwa hiyo tukaona namna sasa kuandaa hili kongamano ili kuhakikisha kuwa tunawasaidia vijana kwa kuwapa elimu mbalimbali na fursa mbalimbali ambazo zipo na zile ambazo zinakuja ndani ya maeneo yetu manispaa ya Mtwara Mikindani na taifa kwa ujumla. Mwitikio wa vijana ulikuwa mkubwa na ni mzuri, na vijana wamefurahia, na wataalamu wetu ambao wametoa elimu katika kongamano letu, vijana wameipokea vizuri, na imani yetu ni kwamba itaweza kuwasaidia kutoka hapa tulipo na kusogea mbele katika fursa mbalimbali ambazo zipo na zinakuja katika maeneo yetu haya ya Chuno na manispaa kwa ujumla. Kwa jina naitwa Mariam Mohamed Chimbwai, diwani wa kata hii ya Chuno. Leo nimefurahi kuona kongamano letu la vijana. Vijana wengi wameweza kujitokeza. Tumezungumza nao, tumewaita wadau mbalimbali, nao wadau wametoa mafunzo mazuri, mafunzo ya kuwajenga, kwanza kuipenda nchi yao, lakini pia jinsi gani ya kuiendea fursa, na vijana wenyewe wamekubali, wamefurahia hayo mafunzo, na mimi kama diwani wao nimewahakikishia vijana kwamba nitajitahidi kuwatafuta taasisi mbalimbali za kifedha ili kuja kuwapa mafunzo jinsi gani ya kutumia fedha vizuri, kuwa na ile hali ya fedha kuitunza, kujiwekea akiba. Lakini pia kama nilivyosema kwamba kuweza kuiendea fursa, jinsi gani ya kuiendea fursa.
Hivyo vyote wakufunzi wametoa vizuri na wenyewe wameahidi kwamba tayari wana mabadiliko makubwa sana baada ya kupata haya mafunzo. Na mimi kama diwani wao basi nitaendelea kutafuta tena fursa nyingi kuwaletea na wao tu usubutu wao wa kuweza kuyakubali na kuyapokea. Kutoka hapa katika ofisi ya kata ya Chuno, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.